Huenda unahangaika sana, unasali sana, unaomba sana, unafunga sana. Kuna vitu kwenye maisha yako unatamani viweze kufunguka, lakini mpaka leo hii havijaweza kufunguka. Yamkini majibu ya hicho unachokitafuta Mungu hajaweka kwenye maombi, hajaweka kanisani, wala hajaweka sehemu yote ile, ila majibu hayo Mungu ameweka kwa wazazi wako waliokuzaa wewe. Sasa leo nitakutajia vitu vitano ambavyo unatakiwa kuvifanya kwa wazazi wako kabla hawajaondoka hapa duniani, kabla hawajafa. Na vitu hivi utakavyovifanya vitaleta baraka, mafanikio na neema ya ajabu sana kwenye maisha yako. Na kaa mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu mwishoni mwa video hii tutawaombea wazazi wetu, lakini pia nitakuelekeza ni kitu gani cha kufanya baada tu ya kumaliza kuangalia video hii. Ni kitu gani cha kwenda kufanya kwa mzazi wako, na kitu hicho utakachokifanya kitaleta baraka kwenye maisha yako mara moja. Sasa ninapokwenda kuonyesha vitu hivi vya kufanya kwa wazazi wako kabla hawajafa, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo, ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike mahali pale. Mungu akubariki sana. Kitu cha kwanza cha kufanya, mpe mzazi wako pesa yako. Hata kama anazo, mpe hivyo hivyo, maana kula kwake yeye pesa yako ni baraka kwako wewe. Kitabu cha Mwanzo sura 27 mstari wa 27 mpaka ule wa 29. Unaona Isaka alipokuwa anataka kumbariki Esau, alimwambia Esau, nenda kanitafutie mnyama ninayempenda. Isaka alikuwa ni tajiri sana. Maandiko yanasema Isaka alikuwa ni tajiri wa mifugo, alikuwa ni tajiri wa vito, alikuwa ni tajiri wa mashamba. Lakini kwa nini Isaka alimwambia Esau aende akamtafutie mnyama anayempenda ili aweze kumla, aweze kumbariki? Ni kwa sababu baraka haziwezi kutoka kwa mzazi wako kama haujatoa kitu. Yaani hakuna baraka ambazo mzazi wako ataachia kwenye maisha yako, hata akiongea vipi hawezi akakubariki zile baraka zikakufikia kama hautatoa kitu chochote. Na ndio maana hata Yakobo alipomwahi Esau, alipochukua yule mnyama ambaye alikuwa anampenda sana baba yake kumla kama nyama, alipochukua yule mnyama yule akamtengenezea akampelekea baba yake Isaka, Isaka alichokifanya alimbariki Yakobo. Sio kwamba Isaka alikuwa anataka atoze watoto wake ili aweze kubariki. Sio kwamba Isaka alikuwa anataka hela za watoto wake ili aweze kubariki, hapana. Ni kanuni ya kiroho. Ukitaka mzazi wako aweze kubariki, lazima kwanza uweze kutoa kitu. Lazima uweze kufanya jambo kwanza ambalo lile jambo litagusa moyo wa mzazi wako, na litakapogusa moyo wa mzazi wako ataachilia baraka kwenye maisha yako. Ni lazima utoe. Narudia tena, ni lazima utoe ili mzazi wako aweze kuachia baraka na baraka zikakupata. Mzazi wako kama anaachilia baraka kwenye maisha yako na zile baraka wewe hujazitolea kitu chochote, nataka nikwambie hizo baraka haziwezi kupata, kwa sababu kanuni ya kiroho inasema kwamba mzazi ili aweze kukubariki wewe lazima uweze kutoa kitu kwanza. Unajua shida yetu kubwa sisi ni kwamba tuko tayari tuwape wanaume ama wanawake ama wapenzi zetu hela kubwa sana, lakini wazazi wetu hatuwezi kuwapa. Yaani wewe uko tayari kumpa mwanamke milioni 10, uko tayari kumpa mwanamke milioni 5, lakini mzazi wako hujaipeleka hata 500 kwake. Unafikiri utapata baraka? Tunahangaika na watu ambao hawezi kutubariki. Mzazi wako atakapokuambia asante mwanangu ubarikiwe, hayo ni maneno makubwa sana zaidi ya mpenzi wako akikwambia asante baby nakupenda. Na jambo la pili la kufanya kwa mzazi wako kabla hajafa ni kumshukuru mzazi wako kwa maneno juu ya yale aliyokufanyia kuanzia ulipokuwa mtoto mpaka ulipokuwa mtu mzima. Unajua hakuna jambo ambalo unaweza kulifanya wewe kwenye maisha ya mzazi wako ukasema eti kwamba mimi nimemlipa mzazi wako. Hauwezi ukamlipa mzazi, kwa sababu vitu alivyofanya mzazi wako kwenye maisha yako ni vikubwa zaidi ya pesa. Kuna vitu vingine mzazi wako alikuwa hatumii pesa, alikuwa anatumia upendo kuvifanya. Kuna sehemu ambapo mzazi wako alikuwa anakurekebisha. Kuna sehemu ambapo mzazi wako alikuwa anaenda pamoja na wewe hivyo hivyo hata kama ulikuwa hauelewi. Kwa kitu pekee ambacho unaweza kufanya kwa mzazi wako ni kumshukuru. Utamfuata tu baba yako kwa maneno yako mwenyewe, babako au mama yako ama mlezi wako kama yupo. Utamwambia mama yangu nakushukuru kwa kuwa umenilea. Sijui ni mangapi ambao umepitia. Labda kuna vitu vingine ambavyo mimi nilifanya upitia wakati niko mdogo mimi nilikuwa sijui. Sijui ni mangapi ambao ulipitia kipindi ambacho ulikuwa unanilea. Sijui ni changamoto gani ambazo ukutana nazo. Lakini baba nakushukuru, mama nakushukuru kwa yote ambayo umenifanyia kwenye maisha yangu. Unapofanya hivyo, moyo wa mzazi wako unapofunguka, Mungu anakubariki. Moyo wa mzazi wako unapofunguka, mambo yako yanaanza kufunguka, biashara zako zinaanza kufunguka, kazi zako zinaanza kufunguka. Hakikisha kabla mzazi wako hajafa unamshukuru. Usisubiri afe ndio useme natamani hata mzazi wangu angekuwepo ningesema asante. No, subiri hayo yatokee. Anza kumshukuru mzazi wako kabla hajafa kwanza. Na utakapokuwa unafanya hivyo, mambo yako mengine yatafunguka, biashara zako zitafunguka, uchumi wako utafunguka na kazi zako zitafunguka. Na jambo la tatu la kulifanya kabla wazazi wako hawajafa, waheshimu wazazi wako ukiwa peke yako au hata mbele za watu, ili kutimiza lile agizo ambalo linatoka kwenye kile kitabu cha Kutoka sura 20 na ule mstari wa 12 inayosema waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi uliyopewa na Bwana. Unajua kwa nini vijana wengi tunakufa siku hizi mapema? Unajua ni kwa nini vijana wengi siku hizi tunapotea? Unajua kwa nini siku hizi vijana wadogo wadogo ndo wanakatika, lakini wale wazee wa zamani bado wanabaki? Ni kwa sababu hatuheshimu wazazi wetu. Kumheshimu mzazi wako kuna kuongezea wewe siku za kuishi. Mheshimu mzazi wako hata kama umemzidi kipato. Mheshimu mzazi wako hata kama umemzidi maarifa, kama umemzidi elimu. Mheshimu mzazi wako hata kama umemzidi kitu chochote kile, umemzidi umaarufu, umemzidi pesa. Mheshimu mzazi wako. Sababu katika kulea hakuhitaji mtu kuwa na pesa, hakuhitaji mtu kuwa na uchumi mzuri, hakuhitaji mtu kuwa na maarifa. Mzazi kumlea mtoto kunahitaji tu upendo. Mzazi wako alikulea wewe kwa upendo. Watu wengi tuna tabia kuanzisha mambo na mambo tunayoanzisha yanaishia njiani. Kwa nini? Kwa sababu hatuna tabia za kuheshimu wazazi wetu. Unapomheshimu mzazi wako, milango yako inafunguka. Unapomheshimu mzazi wako, kwenye vitu vile unavyovifanya vitakuwa vina uwezo wa kufika mwisho. Kwa sababu katika kumheshimu mzazi kuna baraka ya maongezeko.
kuna baraka ya kuongezwa siku kwenye kile unachokifanya. Sasa ninapokwenda kuelekeza kitu cha 4 cha kufanya kwa wazazi wako kabla hawajafa, kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo, na kama mbarikiwa mpaka hapa tulipofika na hujalike, basi unaweza ukalike pale ulipo. Na kitu cha 4 cha kufanya kwa mzazi wako kabla hajafa, mshirikishe mzazi wako kipindi unachokuwa unafanikiwa ama kipindi ambacho unakuwa unaendelea. Mwelekeze mzazi wako, mwambie mzazi wako ni namna gani ambavyo unaendelea kwenye biashara ulionayo, kwenye kazi ulionayo. Kwa nini unatakiwa umshirikishe mzazi wako? Kwa sababu mzazi wako ni mtu pekee duniani, narudia tena, ni mtu pekee duniani ambaye kipindi unachofanikiwa hawezi akakuonea wivu. Watu wote wanaweza kukuonea wivu ukiwa unafanikiwa. Wanadamu ni wabaya kuliko vile unavyoweza kufikiria. Wanadamu wana roho mbaya kuliko vile unaweza kufikiria. Hakuna mwanadamu yote ambaye anapenda mwanadamu mwenzake amzidi kwenye kitu chochote kile anachokifanya, kwenye lolote lile analolifanya. Wanadamu siku zote wanapenda uwe chini, lakini mzazi wako ndo mtu pekee duniani ambaye anapenda kuona mtoto wake anafanikiwa. Yaani mzazi wako anapenda kuona wewe unafanikiwa, kwa sababu wewe unapokuwa unafanikiwa, mzazi wako anakuwa proud. Kama mtoto wangu anapiga hatua, mtoto wangu anafanikiwa, mtoto wangu anainuka. Lakini ukiachana mzazi wako, hata yule rafiki yako ambaye unamwona wewe ni wa karibu kwako kwa namna gani, hapendi wewe ufanikiwe kumzidi. Anaweza sikwambia, anaweza tu akanacheka anasema, "Hey, unaenda vizuri, unafanya kazi nzuri," lakini sio kwamba anapenda kile unachofanikiwa. Hakuna mtu yeyote ambaye anapenda wewe ufanikiwe zaidi ya mzazi wako. Yaani mtu yeyote anapenda ufanikiwe, hata kama unafanikiwa usimzidi. Hata kama unafanikiwa usiinuke juu yake zaidi. Lakini mzazi wako peke yake ndio mtu pekee ambaye anaweza kawa anapenda mtoto wake afanikiwe, kwa sababu kila mzazi, hamna mzazi ambaye hapendi mtoto wake ainuke. Kila mzazi anapenda kuona mtoto wake anafanikiwa. Kila mzazi anapenda kuona mtoto wake anaenda mbele. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ni furaha ya mzazi. Furaha ya mzazi ni kwamba anapenda kuona kile kitu ambacho amekizaa, yule mtoto ambaye yuko naye anafanikiwa zaidi, anainuka zaidi. Lakini pia kwa nini unatakiwa kumwambia mzazi wako kipindi ambacho unapiga hatua kwenye maisha yako? Kwa sababu mzazi wako ndo mtu pekee ambaye anaweza kukuombea wewe bila kinyongo chochote. Mzazi wako ni mtu pekee ambaye anaweza kukuombea wewe kwa mzigo zaidi hata wewe unavyojiombea. Na jambo la 5 ni kumtembelea mzazi wako na kumfariji. Inatakiwa ifike sehemu ujifunze kumtembelea mzazi wako na kumfariji, kwa sababu mzazi wako anapofarijika kipindi ambacho umemtembelea, mzazi wako anapofarijika, mzazi wako anapofurahi, milango yako wewe kwenye maisha yako inafunguka. Kwa sababu kuna muda utafika utatamani kwenda kumtembelea mzazi wako lakini hata kuwepo. Kuna muda utafika utatamani kuweza kumfariji mzazi wako lakini hata kuwepo. Lakini kama mzazi wako muda huu yupo, jitahidi sana kumtembelea. Kama mzazi wako muda huu yupo, jitahidi kumfariji. Mpigie simu au mtumie tu message, ama mtumie tu hata kazawadi kadogo. Mzazi wako aone kabisa kwamba hichi kitu kimetoka kwa mtoto wangu. Mzazi wako anapoona hivyo, mzazi wako anafurahi, mzazi wako anapofarijika. Na mzazi wako anapokuwa anafarijika, wewe unafanikiwa, wewe unainuka, wewe unakuwa, wewe unaenda kwenye viwango vingine vya utukufu. Ninafahamu ya kwamba sisi watoto tunatingwa sana, kwa sababu ndo tunajitafuta, tunapambana muda huu, una familia muda huu, wewe ni kijana muda huu. Hauwezi ukamtembelea mzazi wako kila siku, lakini hakikisha hata kwa mwaka unamtembelea mzazi wako mara moja. Unaenda kumuona, unamsalimia, na unapoenda kumsalimia usiende mikono mitupu. Peleka hata kilo ya sukari, peleka hata kilo 2 ya sukari. Uzuri wake wazazi wetu huwa wapendagi vitu vikubwa sana kutoka kwetu. Mzazi hata ukimpelekea kitenge, mzazi hata ukimpelekea shati, kama ni mwanaume ukimpelekea tu shati la juu, anafurahi, analizika. Hata kama ni mwanaume ukimpelekea tu hata shilingi 10,000 tu, ukimshikisha mkononi, anasema hii imetoka kwa mwanangu ambaye nimemzaa. Mzazi anafurahi, mzazi anajisikia amani. Kwa unapoenda kwa mzazi wako, hakikisha unabeba kitu chochote kile, na unapofanya hivyo utakuwa unazidi kujiongezea baraka kwenye maisha yako, kwa sababu muda utafika utasema, ninatamani mzazi wangu angekuwa pamoja na mimi, angeweza kufurahia maendeleo ambayo mtoto wake nimeyapata. Ili mradi tu mzazi wako kama yupo, hata kama bado hujafanikiwa, kwa kile kidogo ambacho unapata, nenda kampatie. Sasa muda huu natamani tuende tukaombea wazazi wetu, Mungu akapate kuwabariki na akazidi kuwapa maisha marefu. Lakini pia hata kama huna wazazi, nyosha mkono wako wa kulia juu, tuweze kuombea walezi wako waliokulea. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai, tunakuja mbele yako siku leo Bwana, tukiombea wazazi wetu, tukiombea walezi wetu, wale watu waliotulea. Baba, tunaombea maisha marefu, tunaombea neema Bwana. Mkono wa shetani usiweze kuwashika kuanzia sasa. Mkono wa shetani usiweze kuwagusa kuanzia sasa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Baba, tunaombea kuanzia sasa wazazi wetu Bwana. Bwana, ukawape maisha yenye amani. Bwana, ukawape uzee ulio mwema. Bwana, ukawape utu uzima ulio mwema. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Na kama umejifunza kitu kupitia video hii, basi andika pale kwenye comment section ya kwamba nimejifunza kitu. Lakini pia usiache kuandika kwenye comment section ya kwamba Mungu bariki mzazi wangu, ama Mungu bariki mlezi wangu. Siku ya leo hautatoa sadaka mahali hapa, ila naomba utakachokifanya, chukua sadaka yako ambayo utakiwa kutoa mahali hapa, ama chukua pesa yako, kiwango chako chochote kile, nenda kampelekee mzazi wako, pelekee mlezi wako, mtumie kwenye simu, hata kama ni shilingi 5,000 ama shilingi 10,000. Mwambie baba, nimekutumia hiyo, nenda kanywe soda. Mwambie mama, nimekutumia hiyo, nenda kanywe soda, hata kama ni kidogo. Nataka sadaka ambayo utakiwa kutoa siku ya leo mahali hapa, nenda kawape wazazi wako. Waambie Mungu awabariki wazazi wangu, asanteni kwa kunilea. Utakapopeleka sadaka hiyo kwa wazazi wako siku ya leo, Mungu akubariki na Mungu akuzidishie pale ulipotoa, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Lakini pia kama unatamani uweze kufika kanisani, uweze kuabudu pamoja na sisi, unaweza ukachukua namba zetu za simu ambazo zinaonekana hapo chini upande wako wa kulia wa screen yako. Na muda huu tumefikia mwisho wa video hii. Kama bado hujasubscribe channel yetu,
unaweza ukasubscribe pale ulipo, ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii na umebarikiwa sana, basi unaweza ukalike mahali pale. Mungu akubariki sana. This is Apostle Deus Sengo. Amen. Shalom. Peace.